Kwa majina ni Henry Nyaulingo, nafanyia manispaa ya Temeke kama mkaguzi wa mahesabu. Kipindi hiki nimekuja Iringa, huku ndio kwetu. Nimekuja kusalimia ndugu zangu kidogo, kuwaona kwa wasabahi. Mimi mbali na kufanya kazi serikalini kama mkaguzi wa mahesabu, lakini pia ni mwenyekiti wa kampuni ya Taitu. Kampuni ya Taitu mimi ni mwenyekiti wake. Kampuni ya Taitu tulianzisha Wahehe mbalimbali Dar es Salaam, mikoa yote nchi hii na nje ya nchi. Lengo ilikuwa ni moja, kulinda ardhi ya Iringa. Kwa hiyo kampuni ipo mpaka sasa tushaanza kazi, tunanunua maeneo. Tunanunua viwanja vijijini, tunanunua viwanja mijini. Lengo la kununua viwanja, tunavipima vingine. Mfano mjini hapa tukinunua kiwanja, tunakipima. Tunapima, tunakata viwanja kuja kuuzia wananchi wengine. Vijijini pia tunanunua maeneo makubwa. Yale maeneo tuna reserve. Tutakuja kufanya shughuli kama kilimo na kitu kama hicho. Lakini lengo hasa la msingi ni kulinda ardhi ya Iringa isiondoke mikononi kwa wazawa. Pia tumelenga kama kuna Muhehe pia akija kuhitaji ardhi baadaye tumuuzie sisi. Kwa hiyo tunasisitiza sasa hivi wasiuze ardhi hii kwa watu wengine ambao si wazawa, wauze kwetu ili itakuwa rahisi baadaye tena kuwauzia wao. Hiyo ndio lengo hasa kubwa la Taitu. Kimsingi tunaangalia uzawa. Tunalinda ardhi kubakia mikononi kwa wazawa. Ukiwa mzawa wa Iringa, mfano wewe ni Mchaga, lakini mzawa wa Iringa labda mamako ni Muhehe, kwa sababu so far wewe ni mzawa, tunaconsider kama pia ni mojawapo kati ya wazawa wa Iringa. Unastahili kuingia kwenye kampuni hiyo. Kimsingi Nyerere aliongelea utaifa. Dhima ya utaifa maana yake ilikuwa tuungane kama nchi, tusiweke makabila, tuwe kitu kimoja wote. Hii hapa si makabila. Hii ni wazawa wa Iringa kulinda ardhi yao. Sawa sawa na wewe ndugu yangu na gari, alafu kaamua kujenga fence pale kwako. Sio binafsi, ni kulinda vyako. Kwa hiyo lengo la hii kitu, tumeona Wahehe wengi hawana elimu ya ardhi. Wanauza mno ardhi, halafu kwa bei ya chini sana. Sisi kama wazawa, tukaona hii si sawa. Kwa kuwa sisi kidogo tuko mbele kiuelewa, tukaamua tuanzishe kampuni hii kuwasaidia wenzetu. Maeneo haya wayatunze, wasiuze. Na ikitokea kapata shida nyingi sana kaamua kuuza, basi asiuze kwa watu ambao si watu asili ya mkoa huu. Na hii kwa sehemu nyingi, leo hii ukienda kwa mfano Moshi kwa Wachaga, sio rahisi kwenda kuuziwa kule shamba eka 2. Sio rahisi. Kwa sababu Wachaga wanauelewa sana wa ardhi. Hawauzi. Na kama wakiuza wanapeana wao kwa wao. Kwa hiyo hii ni katika kulinda ardhi, sio kabila. Kutoka kujiunga kama nilivyoongea mwanzo, ni mzawa yeyote wa Iringa. Ila upande wa kununua, tumeshanunua maeneo pale Ihemi. Tumenunua eneo pale Ihemi karibu na Makota huku kama nina Sadani. Halafu mjini Iringa hapa tumeshanunua pia maeneo kata Mkimbizi. Kuna sehemu inaitwa Ugele. Pale Ugele pia tumeshanunua ardhi kama zaidi ya eka 30 sasa hivi. Yote tumenunua kwa malengo hayo. Tunahifadhi, tunaitunza, tutakuja kuuza. Kama kuna kitu cha kufanya mfano kilimo tutalima pia. Wana Iringa na wageni, lakini nikiwa na waga nasisitiza sana ndugu zangu, ardhi tusiuze. Ukiuza ardhi uweze kumaliza shida zako, shida haziishi. Leo mama yako anaumwa anakwenda kuuza shamba. Je, kesho kiumwa mtoto utauza nini? Kwa hiyo tutafute njia mbadala kutatua shida zetu, tusikimbilie kuuza ardhi. Ukibainika sana, basi ukiuza, uza kwa kampuni kama Taitu ambayo ina wazawa watupu. Ukiwauzia wazawa, ile ardhi wanailinda inakuwa bado mikononi kwa wazawa. Hata kesho tena ukitaka tena kununua, wanakuuzia wewe ni mzao. Kwa hiyo ni kwa tunawaga kwa kauli hiyo. Asante sana.